wa mwaka 2025. Eneo la kwanza ambalo tunazungumzia kile ambacho waangalizi walichoanza nacho kuangalia katika uchaguzi huu, kwa maana ile ya eneo kubwa la kisiasa. Kwanza kabisa ni swala la daftari la wapiga kura. Daftari la wapiga kura ni kitabu ambacho kinaorodhesha Watanzania ambao ndio hatimaye huwa wanafanya maamuzi ya kupatia watu uongozi wa nchi. Kwa mujibu wa katiba ya nchi kifungu cha 8 ibara ndogo ya kwanza A, wananchi ndio wanaotoa ridhaa kwa watu za uongozi wa taifa. Kile ambacho tulichokiangalia au shura walichokiangalia katika chombo hiki muhimu, daftari la wapiga kura, ni swala zima la uboreshaji wa daftari la wapiga kura. Takiwa lifanyiwe uboreshaji, yani kulipitia mara 2 kati ya kipindi cha uchaguzi mpaka uchaguzi mwingine. Na lengo kubwa la kupitia daftari la wapiga kura ni kuangalia mambo kama 4 hivi kwa ajili ya kuboresha. Kwanza kabisa huwa ni kuongeza wapiga kura wapya, kwa sababu katika awamu iliyopita kuna watu umri wao ulikuwa mdogo, hawa wanaingizwa, na kuna wale ambao hawakujiandikisha katika uchaguzi uliopita na wanaongezwa pia. Kwa hivyo lengo la kuboresha ni kuongeza wapiga kura wapya. Lengo la pili ni kuondoa majina ya watu ambao wamefariki katika kipindi cha uchaguzi mpaka kipindi cha uchaguzi mwingine. Huwa kuna watu wengi sana wanakuwa wamefariki. Na lingine huwa ni kuondoa majina yaliyojirudia mara 2. Hili ni moja katika matatizo ambayo yako katika daftari la wapiga kura. Na lingine huwa ni watu waliohama kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Mara nyingi imegundulika kwamba watu hawa huwa wanatambuliwa pale walipokuwa wanaishi, lakini kule wakohamia pia wanakuwa wanatambuliwa vile vile. Lakini lingine huwa ni majina hewa ambayo huwa yameingizwa katika daftari la kupiga kura. Kwa hivyo lengo la kupitia daftari la kupiga kura ni kuboresha daftari la kupiga kura ili waweze kuwepo wanakura halali na kwa idadi ile ambayo ni sawasawa kwa wale waliojiandikisha. Taarifa yetu inaonyesha kwamba daftari la kupiga kura upitiaji haukuwa mzuri na bado lina matatizo makubwa haya ambayo tuliyoeleza. Eneo la pili ambalo kama watu ambao tulishiriki kufanya uchunguzi ilikuwa ni swala la chaguzi za ndani ya vyama. Katika chaguzi za ndani ya vyama, demokrasi ilikuwa inatofautiana kati ya vyama. Katika vyama vidogo inaonekana angalau demokrasi ilikuwa kubwa katika chaguzi za wabunge, madiwani mpaka urais vile vile. Lakini katika chama kikubwa, chama tawala, kulikuwa kuna tatizo kubwa. Hasa katika nafasi ya mgombea urais, ambapo inaonekana kwamba kamati kuu ilibadilisha utaratibu wa katiba na matokeo yake ikawa hana mpinzani katika nafasi ile, na jambo ambalo lilileta mgogoro mkubwa sana. Lakini pia waliweza kubadilisha vifungu vya katiba ili kukidhi matakwa ya wakubwa, na yaliweza kubadilisha yale matokeo ya wapiga kura wao. Hili ni eneo ambalo linaonekana kwamba lilikuwa na matatizo au linatofautiana kati ya vyama na vyama. Eneo lingine ambalo tuliangalia ni swala la usajili wa mawakala. Hawa ni watu muhimu sana, lakini eneo hili pia tumegundua kwamba lina matatizo makubwa sana katika swala zima la uandikishaji wa mawakala, lakini swala la viapo, lakini swala vile vile la kutambuliwa mawakala pale ambapo wanapokwenda katika vituo vya kupiga kura. Lakini jambo lingine la msingi ambalo tulijaribu kuliangalia ni kampeni za uchaguzi. Kampeni za uchaguzi za mwaka huu zilikuwa sio bora sana, kwa sababu wananchi wengi inaonekana kwamba walikuwa morali wao wa kushiriki siasa ulikuwa umeshuka sana, kiasi kwamba ile mikutano ya kampeni ya vyama vyote haikupata ule msisimko mkubwa wala idadi kubwa ya watu. Chama tawala kwa sababu kilikusanya fedha nyingi sana, kwa sababu chenyewe kabla wakati wa kampeni walianza wachangisha fedha matajiri hela nyingi sana. Kwa hivyo kilikuwa chama ambacho kimeingia kwenye kampeni hali ilikuwa kikiwa na fedha nyingi sana. Kwa sababu ya ule utajiri walikuwa nao, wao walilazimika kuitengeneza mikutano yao kwa kubeba wapiga kura. Na eneo moja wapo ambalo wamelitumia sana ni eneo la shule,
wakichukua wanafunzi wengi kutoka katika mashule kwa magari kukodi na kuwapeleka kwenye mikutano ya kupiga siasa. Lakini vile vile hotuba katika kampeni hazikuwa na mvuto mkubwa sana, hasa katika hotuba za chama tawala, kwa sababu walikuwa hawana mambo mapya zaidi ya zile ahadi ambazo walizokuwa wamezitoa katika miaka ya nyuma, ambazo nyingi zilikuwa hazikutekelezeka. Lakini upande wa vyama vya upinzani, wao walifanya kampeni ya kuwatembelea, kampeni ya nyumba kwa nyumba ya kuwafikia wapiga kura, na huko walikutana na maswali mengi sana, walikutana na matatizo mengi ambayo waliyasikia kutoka kwa wapiga kura. Wengi walijaribu kulalamikia baadhi ya mambo ambayo miongoni mwa hayo ni yale ambayo ni majukumu ya serikali lakini wanapewa wao. Kwa mfano swala la kuzoa taka ambalo sasa hivi limefanywa kwamba ni jukumu la wananchi na wanatozwa fedha. Swala la ulinzi pia wananchi wanatozwa fedha vile vile, lakini walilalamikia ahadi nyingi ambazo zimetolewa kwa nyuma. Kwa mfano ahadi ya mama kujifungua bila kulipa malipo akiwa hospitali, lakini haitekelezeki. Matibabu kwa mtoto na mzee bila kulipa gharama halitekelezeki. Vile vile elimu kwa katika mazingira magumu sana. Kwa hivyo walipokea malalamiko mengi sana kutoka kwa wapiga kura. Kwa kifupi, kampeni zilikuwa na sura hiyo za kisiasa. Baada ya kampeni tuliingia kwenye swala la upigaji kura. Upigaji kura ulianza Oktoba 29. Kitu ambacho kilichoonekana katika kampeni, kwanza kabisa kulikuwa na swala zima la kuwazuia mawakala wa vyama vya upinzani kuingia katika vituo vya kupiga kura. Lakini mawakala wa chama tawala waliruhusiwa kuingia katika vituo vya kupiga kura, na hiyo ilitoa nafasi sana ya kuingizwa kura feki katika yale maboksi ya kupiga kura. Kwa hivyo mawakala walizuiliwa, na hata pale ambapo walipolalamika, lakini bado waliruhusiwa kuingia hali ya kuwa hawatambuliwi. Lakini kulikuwa kuna hali ya upendeleo vile vile kwa watu wa tume, ambapo kwa mfano kuna baadhi ya maeneo walikuja watu kupiga kura wakiwa hawana vile vipande vya kura, lakini walikuja hali ya kuwa wana barua ya utambulisho wa Chama cha Mapinduzi na wakaruhusiwa kupiga kura. Wakati tukiendelea kwenye zoezi la upigaji kura, waangalizi wakiangalia hiyo hali, kulitokea maandamano makubwa yalifanyika katika maeneo mbalimbali, na yalileta athari kubwa, kwa sababu kuna maeneo ambayo tunaweza kusema kama uchaguzi haukufanyika kabisa. Maeneo kama ya Ubungo, maeneo kama ya Kinondoni, huko ni eneo ambalo liliathiriwa kwa kiasi kikubwa sana na yale maandamano. Lakini pia kulikuwa na swala la mauaji, watu wengi inaonekana wameuawa katika siku ile ya maandamano. Kuna swala la watu ambao walijitokeza katika upigaji kura, walikuwa watu wachache mno. Katika baadhi ya vituo ambavyo wapigaji kura, upigaji kura ulifungwa saa 10, lakini wasimamizi wa uchaguzi wakachukua maboksi ya uchaguzi wakaondoka nayo. Pamoja na hayo, lakini kuna baadhi ya vituo ambavyo vilivyoanza kuhesabu kura. Katika vile vituo ambavyo viliweza kuhesabu kura, lakini baadaye hawakufika mwisho, nao pia yale maboksi wasimamizi wakayabeba wakaondoka nayo. Katika vile vituo, baadhi ya mawakala waliweza kuchukua zile hati za majumuisho, na waangalizi wa shura ya maimamu waliziona hati 4 za majumuisho ambazo zilikuwa na sura ifuatayo. Moja ilikuwa ni ya kituo cha Lumo Sekondari B4. Waliojiandikisha walikuwa ni watu 372, lakini waliopiga kura walikuwa ni 21. Na kituo cha pili kilikuwa ni kituo cha Lumo Sekondari A4. Waliojiandikisha walikuwa ni 429, lakini waliopiga kura walikuwa 34. Na kituo cha tatu kilikuwa ni Lumo Sekondari A5. Waliojiandikisha walikuwa ni 422, waliopiga kura walikuwa ni 14. Na kituo cha 4 waliojiandikisha walikuwa ni Lumo Sekondari CA. Waliojiandikisha walikuwa 423, waliopiga kura walikuwa 23. Kwa hivyo unaweza ukaona kwa kiwango gani wapiga kura walikuwa wachache sana katika maeneo ya kupiga kura. Kwa hivyo uchaguzi wa safari hii au uchaguzi wa mwaka huu ulikuwa ni uchaguzi ambao ulikuwa na mwitikio mdogo sana, ukiangalia katika ile hali halisi inayotokana na nyaraka, lakini yale ambayo watu tumeshuhudia kwa macho vile vile. Ilifika katika vituo vile vya kupiga kura wakati fulani, kituo cha kupiga kura, msimamizi na mawakala wanakaa muda wa masaa 2 hajatokea mtu kupiga kura.
Sasa muktasari wa taarifa yetu unaeleza kama ifuatavyo. Namba moja, zoezi la kuhesabu kura katika vituo vingi halikufanyika kabisa. Na mbili, mawakala hawakupewa nakala ya majumuisho ya vituo. Na tatu, nakala ya majumuisho haikubandikwa nje ya kituo. Na nne, nyaraka za majumuisho ya vituo hazikujumuishwa kabisa katika kata. Na tano, majumuisho ya kata hayakufanyika kabisa katika jimbo. Na sita, sehemu nyingi wa Tanzania wengi hawakupiga kura kabisa kutokana na sababu mbalimbali. Hali hiyo imeripotiwa kutokea sehemu zote za Tanganyika. Kwa muktadha huo, haiwezekani kupata rais, mbunge na diwani kwa hesabu ya kura za wananchi. Ndugu wanahabari, nasaha zetu ni hizi zifuatazo katika ile hali ya uchaguzi ambao ulioendelea. Pamoja na waangalizi wa Shura ya Maimamu Tanzania, katika uchaguzi huu pia walikuwepo waangalizi wa mashirika makubwa ya kimataifa kama Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, Umoja wa Afrika AU na Umoja wa Ulaya EU. Taarifa za waangalizi wote zimefanana, zimeshuhudia mambo mazito na makubwa. Miongoni mwa hayo ni haya yafuatayo: moja, kukandamizwa haki za wapiga kura; mbili, uchaguzi usiofuata sheria; tatu, mauaji ya raia wasiokuwa na hatia; nne, matokeo ya kupikwa kwa maana ya wizi wa kura. Shura ya Maimamu Tanzania kama baraza la kidini tunapaswa kuyasemea mambo hayo kwa mtazamo wa itifaki nzuri za kijamii, lakini kwa uzito wa pekee kwa mtazamo wa vitabu vitakatifu vya Qur'an, Injili na vingine. Kwa maana hiyo tunalazimika kuangalia haya masuala ya wizi wa kura, mauaji yalitokea kwa mtazamo wa Qur'an, lakini Injili na vitabu vingine. Tunatazama haya mambo kwa mtazamo wa kidini kwa sababu ni muhimu zaidi katika dini. Vitabu vya dini ndio rejea muhimu sana katika maisha yetu. Tunaangalia kwanza swala la wizi wa kura. Wizi wa kura maana yake nini? Wizi wa kura maana yake ni A, ni kupiga kura zaidi ya mara moja; B, ni kubadilisha matokeo ya kura; na C, ni kununua kura kwa rushwa na mfano wa hayo; D, kuiba au kuharibu sanduku la kura kwa nia mbaya; na E, ni kutangaza matokeo ya uongo. Haya yote kwa mtazamo wa Uislamu ni khiana, ni uhaini na ghish, udanganyifu. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani Karim, wala msifanye hiana, uhaini kwa makusudi na nyinyi mnajua. Hii ni sura ya 8 aya 27. Hapa Qur'ani tukufu inakataza aina zote za hiana, iwe katika mali, madaraka au haki za watu. Wizi wa kura ni hiana kwa jamii na taifa kwa ujumla. Pia Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, na wala msiliane mali zenu kwa batil, wala msiwapelekee rushwa mahakimu ili mpate kula sehemu ya mali ya watu kwa dhambi. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu katika sura ya pili, sura Al-Baqara aya 188. Aya hii inakataza rushwa, udanganyifu katika kupata mamlaka au faida ikiwemo ya kisiasa. Mtume Muhammad SAW anasema, atakayetudanganya si katika sisi. Imepokewa na Muslim hadithi hii. Hii ni hadithi ya wazi kwamba udanganyifu ikiwemo wizi wa kura ni kosa kubwa. Miongoni mwa madhara ya wizi wa kura, miongoni mwa madhara ya wizi ukiwemo wizi wa kura kwa mujibu wa Uislamu ni haya yafuatayo: moja, ni kuvunja amana, uaminifu ambao ni nguzo muhimu ya jamii bora yenye hatua ya maendeleo; mbili, kuharibu uadilifu ambao ni msingi wa utawala bora; tatu, kuleta fitna na chuki miongoni mwa watu; nne, kuleta au kuimarisha tabaka la viongozi madhalim wasiokuwa na ridhaa ya wananchi, jambo ambalo ni kinyume na mtazamo wa Kiislamu. Muislamu sifa yake ni hii inafuatia hapa chini. Katika swala la uchaguzi ni kumpa ridhaa mtu mwadilifu na mwenye uwezo wa kutenda. Pia pili ni kuwapa ushirikiano watu, chama, taasisi wanaothamini utu na kuheshimu makubaliano. Na tatu, kuepuka kushiriki au kufaidika na udanganyifu. Nne, kusimama katika haki hata kama ni dhidi ya ndugu yako au chama chako.
Allah subhanahu wa ta'ala anasema, enyi mlioamini, kuweni wasimamizi madhubuti kwa ajili ya Allah, mkitoa ushahidi kwa uadilifu, wala kuchukiana na watu kusiwapelekee kutofanya uadilifu. Hii ni aya ya 8 katika sura Al-Maida, sura ya 5. Wizi wa kura ni dhambi kubwa katika Uislamu. Ni kitendo cha uhaini, udanganyifu na dhulma dhidi ya watu na taifa kwa ujumla. Muislamu anatakiwa kuwa mkweli, mwadilifu na mtetezi wa haki za binadamu zinapovunjwa na mtu yoyote yule. Tunazungumzia swala la mauaji katika Uislamu. Tulikuwa tunazungumzia swala la kura. Tumerejea Qur'an, tumerejea na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunaangalia mauaji katika Uislamu unasemaje. Kumuua mtu asiye na hatia ni jambo linalochukuliwa kwa uzito mkubwa sana katika Uislamu. Qur'ani na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zimeweka wazi kwamba maisha ya mwanadamu ni matakatifu na hakuna mtu mwenye haki ya kuyatoa bila sababu halali za kisheria. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, kwa sababu hiyo tuliwaandikia wana wa Israeli ya kwamba anayemuua mtu bila ya mtu huyo kuwa amemuua mtu mwingine au kufanya uharibifu katika nchi ni kama ameua watu wote, na mwenye kumuokoa mtu na mauti ni kama ameokoa watu wote. Hii ni aya ya 32 katika sura 5 sura Al-Maida. Aya hii inaonyesha ukubwa wa dhambi ya kumuua mtu asiye na hatia. Mwenyezi Mungu anasema ukifanya hivyo ni sawa na kuangamiza ubinadamu wote. Allah Subhanahu wa Ta'ala pia anasema, wala msiue nafsi ile ambayo Mwenyezi Mungu amekataza isiuawe isipokuwa kwa haki, na aliyeuliwa kwa dhulma tumempa mrithi wake mamlaka, lakini asipite mipaka katika kubwa, hakika yeye yuko katika msaada. Sura 17 aya 33. Aya hii inasisitiza kwamba mauaji ni haramu isipokuwa kwa sababu za haki kama zilivyowekwa na sharia, mfano adhabu ya kifo kwa muuaji. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kuangamia kwa dunia nzima ni jambo dogo mbele ya Mwenyezi Mungu kuliko kumwaga damu bila ya haki. Hii ni hadithi inapatikana katika Sahih Bukhari, hadithi ya 6868. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia anasema, muumini atabaki katika wigo wa dini yake isipokuwa pale tu atakapomwaga damu bila ya haki. Hii ni hadithi ya 3987. Hii inaonyesha damu ya mtu ni jambo tukufu sana. Kumuua asiye na hatia kuna haribu imani ya mtu na kunahesabika miongoni mwa madhambi makubwa zaidi. Mtazamo wa Kiislamu unajadidisha kuwa uhai ni haki ya Mwenyezi Mungu. Mwanadamu si mwenye mamlaka ya kutoa au kuondoa uhai bila idhini yake. Mauaji yasiyo ya haki ni miongoni mwa madhambi 7 makubwa yaliyotajwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya 2766. Katika Uislamu, damu ya mwanadamu, iwe Muislamu au asiye Muislamu, anaishi kwa amani, inalindwa katika Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, atakayemuua mtu aliye chini ya ulinzi, mtu huyo hataisikia harufu ya pepo. Sahih Bukhari, hadithi ya 3166. Kumuua mtu asiye na hatia ni dhambi kubwa mno katika Uislamu. Ni kuvunja moja ya haki kuu alizopewa mwanadamu na Mwenyezi Mungu, haki ya uhai. Hizo ni nasaha zetu kwa mujibu wa Qur'ani na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maeneo hayo ya wizi wa kura na katika maeneo hayo ya mauaji. Tamko letu katika sherehe za kuapishwa Rais Samia Suluhu Hassan tarehe 3 mwezi 11 2025 amekiri kutokea mauaji ya raia katika uchaguzi mkuu wa Tanzania mwaka huu. Viongozi wa kanisa Tanzania wamekiri kufanyika mauaji hayo. Waislamu wenye macho, ulul albab Tanzania pia wamekiri kufanyika mauaji hayo. Vile vile waangalizi wa uchaguzi wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, Umoja wa Afrika AU na Umoja wa Ulaya EU wamekiri kutokea mauaji ya raia katika uchaguzi huo. Kwa mujibu wa sheria za Tanzania na sheria za kimataifa, waliouliwa ni watu wasiokuwa na hatia, innocent, mpaka pale mahakama itakapothibitisha makosa yao. Kwa muktadha huo, moja, tunalaani vikali mauaji ya watu wasio na hatia waliouliwa katika uchaguzi mkuu 2025.
Mbili, kwa huzuni kubwa tunatoa rambirambi kwa familia na ndugu wote wa raia na wengine waliopoteza maisha katika mashambulizi na ukatili uliofanyika katika kipindi cha uchaguzi. Tatu, tunasimama kwa mshikamano na ndugu wa marehemu katika kipindi hiki cha majonzi makubwa. Nne, mioyo yetu imejaa huzuni lakini pia imesheheni matumaini makubwa kwamba haki, amani, utu na ubinadamu vitarejea Tanzania. Tano, tunalani uharibifu wa mali za raia wasiokuwa na hatia katika uchaguzi huo. Sita, zoezi la kuhesabu kura katika vituo vingi halikufanyika kabisa. Mawakala hawakupewa nakala za majumuisho ya vituo. Nakala ya majumuisho haikubandikwa nje ya kituo. Nyaraka za majumuisho ya vituo hazikujumuishwa kabisa katika kata. Majumuisho ya kata hayakufanyika kabisa katika jimbo. Tunalani ufisadi na ulaghai huo mkubwa uliofanywa na mamlaka za dola katika uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani Oktoba 29, 2025. Saba, tunashauri viongozi wa dini, viongozi wa stafu wa serikali na taasisi za haki za binadamu waombe kukutanisha serikali ya CCM na wapinzani wake kujadili mustakabali wa taifa. Nane, tunashauri serikali ya CCM itoe haki kwa Watanzania kuandika katiba mpya ya taifa lao. Tisa, kwa sauti kubwa kabisa tunakataa kupongeza uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani uliofanyika Tanzania mwaka huu. Kumi, tunamwomba Mwenyezi Mungu abariki taifa letu la Tanzania lifikie katika uhuru, mshikamano na amani ya kweli. Asante sana. Ndugu wanahabari, tumezungumzia uchaguzi, lakini tukaangalia mtazamo wa Uislamu katika yale yaliyojiri katika uchaguzi, hasa katika eneo la wizi wa kura, lakini vile vile katika eneo la mauaji yaliyotokea, na tumenukuu aya za Qur'an tukufu kuhusiana na swala la wizi wa kura. Tumenukuu hadithi za Mtume Muhammad sallam katika swala la wizi wa kura. Tumenukuu aya za Qur'ani katika masuala ya mauaji ya watu wasiokuwa na hatia, na tumenukuu hadithi za Mtume Muhammad sallam vile vile katika mauaji ya watu wasiokuwa na hatia, na tumetoa tamko letu la hayo mambo yaliyojiri katika uchaguzi mkuu wa 2025. Kama kuna swali basi tunaweza kujibu maswali machache ili tuweze kumalizia. Ndio. Karatasi ndio. Mnaomba karatasi. Ndio. Ya kwanza ni kuna taarifa hiyo inaonyesha kwamba kwamba kuwa na utendaji wa haki